Pia tunaendelea kama maendelezo mwingine. Leo tena tuna kipengele kingine, sifa nyingine ya maisha ya maombi yenye nguvu. Ni sifa ya muhimu sana ambayo ndio msingi wa maombi. Ili maombi yetu yawe na nguvu, tunaenda kuangalia sifa nyingine, ni sifa ya utakaso. Sifa ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ya utakaso. Kama tulipojifunza juu ya habari ya maombi ambao ni uhai wa Mkristo yote yule, lakini pia maombi ndio pumzi ambayo inaunganisha nafsi ya wanadamu pamoja na Mungu, ambaye ndio chanzo cha nguvu yetu wote, ambaye ndio chanzo cha uzima wetu. Kwa hiyo maombi ndio njia pekee ambayo sisi inatupeleka katika uwepo wa Mungu. Na maombi ndio pekee ambayo sisi tunapokea nguvu. Na maombi ndio njia pekee ambayo tunaweza kuwasiliana na Mungu. Kupitia maombi ndio tunapata neema tena ya kuendelea kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapaswa kujifunza kwamba maombi peke yake hawezi kufanya kazi pasipokuwa na huu moyo ambao umejaa utakatifu. Moyo wote ambao umechafuliwa na dhambi huweza kufanya mawasiliano na Mungu jinsi ipasavyo. Kwa maombi yote ambayo yanatoka kwenye moyo ambao umechafuliwa au maombi ambao hauna utakaso, maombi hayo hayawezi kufika mbinguni. Maombi hayo hayawezi kufika kwenye kiti cha rehema cha Mungu. Hata kama maombi yatakuwa ni marefu kiasi gani, hata kama maombi yatakuwa yamempamba Mungu kwa kiasi gani, hata kama maombi hayo yatakuwa na uzito namna gani, lakini katika ulimwengu wa roho haya maombi hayana nguvu yoyote, kwa sababu yametolewa na moyo wa mwanadamu ambao umechafuliwa na dhambi au hauna utakaso, haujatakaswa mbele za Mungu. Hivyo sasa Biblia inatufundisha katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 59 mstari wa 1 na wa 2, inatuambia mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Wala sikio lake sio zito hata asiweze kusikia. Lakini maovu yenu yametenganisha na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii inatufundisha kwamba maombi, msingi wa utakatifu, ndio nguzo kuu ya maombi ya maisha yenye nguvu. Pasipo huu utakatifu, hakuna mtu yeyote huyu ambaye anaweza akaishi, ambaye anaweza akaomba na maombi yake yakasikika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo sisi tunapaswa kuishi maisha ya utakatifu. Hii ni maombi yetu yawe yana nguvu. Maombi yetu yawe ni maombi ambayo yamebeba nguvu za Mungu. Na tunajifunza kwamba maisha ya utakaso ni maisha ambayo tunatakiwa tuyafanye kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kila Mkristo ambaye anataka kuelekea katika kiti cha rehema, kwenda mbele za Mungu, ni lazima ana kazi moja ya kufanya toba ya utakaso kila siku, kujitafakari na kujiangalia, je, kama yuko sawa sawa. Na kazi hii tunaifanya kwa kushirikiana na Roho, na kazi ya Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu. Yeye anatukumbusha pale ambapo tumekosea. Lakini hii maisha ya toba peke yake si kazi ya kibinadamu peke yake, bali ni matokeo ya neema ya Mungu ambayo inafanya kazi ndani yetu, katika moyo wa mwanadamu au moyo wa Mkristo ambaye yuko tayari kutii. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo neema sasa inapofanya kazi. Ile sisi tunapochukua hatua sasa ya kuanza kutubu na kuangalia kujitakasa kila siku, kujitafakari pale ambapo tumekosea, pale ambapo tumechafuliwa, ili tuweze kuruhusu neema ya Mungu ambaye ndio Roho Mtakatifu anaingilia kati kuweza kututakasa. Pale tu ambapo sisi tutapoamua kwa moyo kuona kwamba tumekosea na tunahitaji neema ya Mungu, ndipo neema ya Mungu inapoingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa tukiangalia hata Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa duniani, mara nyingi tulikuwa tunaona akijitenga, akienda huku na kule, akitafuta mazingira ambayo yana utulivu. Lakini alikuwa pia akitafuta katika hali ya usafi wa moyo.
Hilo naona mara nyingi haikuwa tu katika hali ya kawaida, ni kwa sababu msingi wake wa maombi ulijengwa katika uhusiano wa karibu na Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Uhusiano wake wa karibu wa maombi, uhusiano ule nguvu ya maombi ambayo alikuwa nayo Bwana Yesu alipokuwa duniani, ulijengwa kutokana na uhusiano wa karibu ambao ulikuwa kati yake na Baba, ambao ulijengwa kupitia utakatifu na maisha ya utii. Ndipo sasa tunaona katika Yohana 17 na ule mstari wa 16, Yesu mwenyewe anasema na kwa ajili ya hao najitakasa mwenyewe, ili nao waweze kutakaswa katika ile kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa anaomba ile sala anasema kwa ajili ya najitakasa mwenyewe, ili nao hao waweze kutakaswa kwa ile kweli. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba maombi ndio msingi wa maisha yote yenye nguvu. Pale ambapo sisi hapo kuishi kwa moyo ambao umejaa toba, umejaa kunyenyekea, umejaa utakaso, tunaruhusu kazi ya Mungu iweze kutenda kazi ndani yetu. Na ndipo sasa mwandishi Daudi katika ile Zaburi ya 68 na mstari wa 16, Daudi anasema, kama ningelikuwa na dhambi, Mungu asingenisikia. Na hii inatufundisha kwamba Mungu hawezi kumsikia mtu ambaye ana dhambi. Mungu hawezi kumsikia mtu ambaye ndani yake amechafuliwa. Mungu hawezi kumsikia mtu ambaye bado hajaweza kupatana naye kwa dhambi ambazo ameshazifanya nyuma. Mungu hawezi kumsikia kwa mtu ambaye bado ndani yake ana majeraha maovu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia Mungu hawezi kumsikia mtu huyo. Kwa hiyo leo tunafundishwa namna ambavyo sasa tunapaswa kuishi maisha matakatifu ambayo yatakuwa yanampendeza Mungu. Kwa hiyo utakaso ni nguzo kuu ya maombi ya mtu yeyote yule ambaye anataka kuwa na maombi yenye matokeo, maombi yenye nguvu, maombi ambayo yatamruhusu Mungu aweze kutenda na kuingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo anasema katika ile Yakobo 5:16, anasema maombi ya wenye haki yafaa sana kama akiomba kwa bidii. Kwa neno haki, mwenye haki, linaunganisha katika hali ya mchakato wa utakaso. Na kila mtu lazima hakikishe kwamba moyo wake ni safi mbele za Mungu kabla ya kuanza kuomba. Kwa ni hatua ambayo lazima uanze kujikagua kwa kumruhusu Roho Mtakatifu ili aweze kukukumbusha hata katika zile dhambi ambazo wewe unaona kwamba pengine unaona ni za kibinadamu za kawaida, lakini mbele za Mungu tumemkosea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba kumbe dhambi ni kizuizi kinachozuia kwamba maombi yetu yasiwe na nguvu. Biblia inasema maombi ya mwenye haki yafaa sana kama akiomba kwa bidii. Kwa bidii. Kwa hiyo utakaso ni moyo wa maombi yenye nguvu. Utakaso ni moyo wa maombi yenye nguvu. Bila huo utakaso, maombi yetu hata wewe namna gani haiwezi kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie kati ya uhusiano kati ya utakaso na maombi. Uhusiano kati ya utakaso na maombi. Utakaso ni msingi kama ambao tumetoka kuzungumza hapa, wa maombi yote yenye nguvu, kwa sababu ni kama daraja linalounganisha. Utakaso ni kama daraja linalounganisha moyo wa Mungu na moyo wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa tuko katika utakaso, ni kwamba linaturejesha katika ile neema ya Mungu ili tuweze kutembea katika neema yake. Tusipokuwa na huu utakaso, basi uhusiano wetu kati ya maombi yetu, hata kama itakuwa namna gani na kiwango gani, yanakosa uhalali mbele za Mungu. Kwa hiyo sasa tunahimizwa leo hii tuwe na moyo ulio safi mbele za Mungu ili maombi yetu yaweze kukubalika mbele za Mungu. Mungu ni mtakatifu kabisa kwa asili yake. Yeye kwa asili yake hawezi kuchanganyika na uchafu aina yote. Na mtu ambaye bado yuko katika dhambi au hawezi kuweza Mungu kuungana naye katika hali ya undani, katika kiwango cha kujifunua. Ni pale tu ambapo Mungu anauruhusu moyo ambao umenyenyekea na kutubu na kuruhusu moyo wa toba na utakaso. Ndiko sasa Mungu anaweza kujifunua na kujidhihirisha kwa nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa katika ile Isaya 9 ambayo tumesoma, anasema tazama mkono wa Bwana upunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito
hata hasiweze kusikia, lakini maovu yenu na dhambi zenu zimefanya Mungu asiweze kusikia wala Mungu asiweze kututazama. Kwa hiyo maovu na dhambi zetu, tunapokuwa tumeenda kwenye maombi na tukiwa katika hali ya dhambi, ndio kabisa kwamba kwa hakika Mungu hawezi kusikia. Kwa hiyo sasa utakaso ni sharti la kwanza kabisa la maombi yenye matokeo. Kwa hiyo maombi yasiyokuwa na utakaso hawezi kupenya kwenye pazia la mbinguni. Mbinguni kuna chujio, na kuchuja kila aina ya maombi yametoka kwa moyo ambao, je, moyo wa huyo muombaji ni moyo ambao ni msafi mbele zake, ni moyo ambao umejitakasa mbele za Mungu, kwa sababu Mungu kwa asili yake ni mtakatifu, naye hawezi kukaa wala kusikia mtu ambaye ametenda dhambi, moyo ambaye umejaa uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahimizwa leo sasa ili tuweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo bila utakaso ni kama vile ambavyo unaona mtu kaandika barua nzuri sana, lakini hiyo barua imekosewa anwani. Kwa hiyo hiyo barua hata kama ina maneno mazuri kiasi gani, haiwezi kufika kwa mpokeaji. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kufika kwa mpokeaji sahihi. Lazima tu itaenda sehemu nyingine. Na ndivyo ambavyo maombi ambavyo yatakavyotolewa katika moyo wa mtu ambaye umejaa dhambi, kwa moyo ambaye una dhambi za nyuma ambazo hazijatolewa, kwa mtu ambaye anaendelea bado kutenda dhambi, huo hawezi kupokea hayo maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tujifunze kwa nini utakaso ni msingi wa maombi yenye nguvu. Kwa nini utakaso ni msingi wa maombi yenye nguvu? Kwa nini utakaso ni msingi wa maombi yenye nguvu? Bwana Yesu asifiwe. Wengine unaona wanaanza kujiuliza utakaso na utakatifu maana yake nini? Kabla tumeenda kwenye msingi, utakaso ni nini na utakatifu ni nini? Juzi nilikuwa katika mazingira fulani, kuna mjadala unaendelea. Wengine wanasema haiwezekani mtu mwanadamu kuwa mtakatifu. Hakuna mtakatifu duniani. Wapo wengine wanajaribu kusema namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mjadala mkali kidogo. Lakini Biblia inasema heri watakatifu waliopo duniani. Na Biblia inatuambia iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo sasa Biblia inatambua kwamba duniani kuna watakatifu. Leo tunazungumza kitu kinachoitwa utakaso. Ni tofauti kidogo na utakatifu. Neno utakaso ni hali ya kumtenga mwanadamu. Linatokana na neno la Kiingereza linaitwa sanctification, au neno la Kigiriki ambalo linaitwa hagios. Hiyo neno linatokana na kutenga kwa ajili ya kusudi la Bwana. Kutenga kwa ajili ya kusudi la Bwana, au kufanya kuwa mtakatifu. Ni mchakato wa kumtenga mwanadamu kutoka kwenye dhambi na kumweka katika hali ya utakatifu. Kwa hiyo neno utakaso ni maisha yetu ya kila siku ambao sisi kama Wakristo tunapaswa kuyaendea kila siku kwa ajili ya kujiangalia wapi tumekosea. Bwana Yesu asifiwe. Na kuiruhusu damu ya Yesu iweze kuchukua nafasi. Neno utakaso haina maana kwamba sisi tumekuwa kamilifu, bali ile hali ya kuruhusu neema ya Mungu, ya kuwa chini ya neema ya Mungu, ya kukubali utii ili neema ya Bwana iweze kutusafisha. Kama vile ambavyo kitabu cha ile waraka wa kwanza wa Yohana 1:9 inasema, tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusafishe na kila udhalimu wote. Kwa hiyo utakaso ni hali ya wanadamu kukubali ile neema ambayo iko ndani ya Yesu Kristo, damu yake iweze kumsafisha na kukiri kwamba yeye ni mkosefu kila saa kila wakati, na hivyo anahitaji neema, tofauti na yule ambaye anaona yeye amekamilika na kwamba anahitaji hiyo neema ya msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoendelea sasa ule mchakato wa Mungu kuendelea kutusafisha, ndipo sasa tunatoka katika hali ya utakaso na kwenda katika hali ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tusipoendelea kujitakasa kila siku, ni sawa na mtu ambaye anasubiri mpaka alikuwa na vazi jeupe linaingia doa kidogo,
linachafuka, kesho doa lingine, kesho kadoa kanaingia, mpaka sasa inafika muda sasa hata ile vazi limekuwa chafu. Na ndivyo ulivyo moyo wa wanadamu. Moyo wa wanadamu ndivyo tunavyoambiwa kila siku tuweze kujitakasa kila siku, kujitafakari na kuruhusu pamoja na Roho Mtakatifu kumruhusu ili aweze kutusaidia tuweze kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema yeye ni mwaminifu na haki, tukizungama dhambi zetu yeye atatusafisha kabisa na udhalimu wote. Isaya 1:18 anasema dhambi zetu zijapokuwa nyekundu, yeye ni mwaminifu atatusafisha kabisa. Atatusafisha kabisa. Mungu anachokiangalia ni ule moyo tu, ule moyo wa unyenyekevu mbele zake, ya kuinda mbele zake ya kwamba nimekosea. Yeye ni mwaminifu, yeye atatusamehe hata kuacha. Anataka ule moyo wa toba uweze kujengeka na kumwendea vile vile jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo tuangalie kwa nini utakaso ni muhimu na ni msingi wa maombi yetu. Utakaso ni msingi wa maombi yetu. Dhambi ni kizuizi kikubwa katika maisha yetu ya maombi. Katika yale maisha ya mawasiliano, dhambi ni kizuizi kikubwa sana. Mawasiliano kati ya moyo wa Mungu na mwanadamu, Mungu hawezi kusikia kwa sababu dhambi inakaa pale kama kizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa tunapaswa kuweza kumwomba Mungu ili maombi yetu yaweze kuwa na nguvu. Tunapokuwa katika moyo ambaye umejaa dhambi, Mungu kwa asili yake hawezi kuvumilia uchafu. Mungu kwa asili yake ni mtakatifu. Mungu kwa asili yake ni mtakatifu. Hawezi kuvumilia kwa asili yake uchafu wa aina yoyote hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kawaida katika maisha ya roho Mungu hayuko mbali sana. Ukisoma ile Isaya 59, ukienda ule mstari wa 2, sasa bali maovu yenu yamewatenganisha ninyi na Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hayuko mbali katika mwili. Mungu hayuko mbali, Mungu yuko karibu. Ile ni maovu yetu ndio yanayotusababisha sisi kuweza kutenganishwa naye rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hayuko mbali. Mungu yuko karibu sana. Ila maovu yetu ndio ambayo yanasababisha Mungu aweze kutengana na sisi rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Haonekane kwamba yuko mbali. Haonekane kwamba hata unapoomba Mungu hawezi kusikia. Haonekane kwamba hata unapoomba Mungu ashinde kuokoa. Ni kwa sababu ya maombi yetu. Roho Mtakatifu anatuachia somo hili ili aweze kutufundisha namna ya kuweza kuwa na maisha matakatifu. Tuendelee katika maisha ya utakaso kila siku. Tusiende mbele za Mungu kwa kiburi. Kiburi ni kile ambacho unaona kwamba wewe umekosea, kwamba wewe ni mwenye haki. Tusisidie haki mbele za Mungu. Pale tunapokosea, basi tuende mbele za Mungu na kumwambia, Baba nimekosa, nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ni mwaminifu. Nakumbuka katika Biblia tunao mfano wa Adamu na Hawa. Ukisoma katika ile Mwanzo ile sura ya 3, anza ule mstari wa 8 mpaka na ule wa 10, Biblia inatufundisha kwamba Adamu na Hawa walipoasi, Bwana Yesu asifiwe, walipoasi walianza kujificha. Kule kujificha hawakuwa tena uhusiano kama waliokuwa nao kwa mwanzo wa Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo Mungu alikuwa na uhusiano nao, wa kuzungumza nao, wakiongea na wasikia, mpaka pale ambako dhabihu na utakaso zilipoanzishwa, ndipo tena Mungu akarudi tena uhusiano kama hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunafundishwa tu kwamba dhambi inatutenga na utukufu wa Mungu. Dhambi inafanya maombi yetu yasisikike. Dhambi inatufanya tusiweze kuwa na ujasiri mbele za Mungu. Kwa hiyo utakaso ni kama ufungue njia iliyozibwa na dhambi. Ili maombi yetu yawe na nguvu, yapite katika kiti cha rehema, ni lazima tuwe na moyo wa utakaso. Ni lazima tujue kama sisi ni wakosefu. Lazima tuwe na moyo wa toba. Kila tunapoona kabla ya kuomba lazima ujihakikishe kwamba mimi sina chochote ndani yangu ambacho kitanifanya niweze kuzuia maombi yangu yasifike mbinguni. Kwa hiyo sasa tunakuwa na ujasiri
Pale ambapo sasa tumetubu. Biblia inatuambia katika kitabu cha Ibrania 4:16. Inasema basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tuweze kupata neema na kupata neema ili uweze kutusaidia wakati wa mahitaji. Mtu mwenye mahofu na moyo uliochafuka hawezi kwenda mbele za Mungu kwa ujasiri. Hawezi kusimama mbele za Mungu kwa ujasiri. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana. Yeye hawezi kuvumilia mabaya, wala yeye Mungu hawezi kuongeka kwa namna yote. Yeye Mungu ni mwaminifu. Ndio maana Biblia inatuambia, "Iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu." Kwa sababu hapana atakayemuona Mungu asipokuwa na utakatifu. Yesu mwenyewe anatufundisha, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Hakikisha moyo wako umekuwa safi. Hakikisha moyo wako umekuwa safi. Huyu ni wito wa leo. Roho Mtakatifu anataka wote tuwe na moyo safi. Kama tuna kitu ambacho tumekiweka, tuna dhambi zozote ambazo ziko ndani, ambazo hatujazitubia na ambazo tunaendelea nazo, Mungu hatazisamehe kwa sababu tu wewe umeamua kunyamaza kimya. Mungu anataka uzitubu hata hizo dhambi ili uwe na uhusiano kamili na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu inaharibu uhusiano, sababu inaharibu mawasiliano. Lakini utakaso ni kama daraja kati ya wanadamu na Mungu. Mtu anaishi katika utakaso, haogopi kusimama mbele za Mungu. Anakuwa na ujasiri kwa sababu moyo wake ni safi, dhamira yake iko safi, na maombi yake yana nguvu ya kupenya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msingi mwingine ni uchafu wa moyo unapunguza utendaji kazi wa maombi. Uchafu wa moyo unapunguza utendaji kazi wa maombi. Kusoma katika ile Zaburi ya 66:18, Biblia inatuambia Daudi ambaye alikuwa ni muombaji sana, mfalme Daudi alijifunza kuomba sana. Ndio maana akasema, kama ningelikuwa na dhambi Mungu asingenisikia. Kwa huyu mfalme Daudi ambaye alikuwa ni miongoni mwa watu walikuwa wanaomba sana. Ukiangalia katika ile Zaburi zake alizoziandika, unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye alikuwa karibu na Mungu. Katika Zaburi hii alikuwa anaomba, alikuwa kama ningekuwa na dhambi Mungu asingenisikia. Na hata pale ambapo alipokosea, tunakumbuka Daudi alikosea katika ile Zaburi ya 51, alipotenda katika dhambi uzinzi, yeye na Bathsheba. Hata pale ile dhambi yake ilipogundulika, bado Daudi hakuficha ile dhambi. Daudi alikwenda mbele za Mungu, akamwambia Mungu nirehemu. Sawa na wingi wa fadhili zake, alimwendea Mungu jinsi alivyo, hakumficha Mungu dhambi yake. Biblia inatuambia katika Zaburi ya 32, anasema, "Mimi nitamwambia Baba maasi yangu, wala sitamficha dhambi yoyote hii." Biblia inataka tumwendee Mungu, tumwambie Mungu makosa yetu, tumwambie Mungu dhambi zetu, kwa sababu yeye anaona. Huwezi kumficha chochote, ila tu amekuacha wewe ili uchukue nafasi ya kwako ya kumsogelea yeye mbele zake. Ndio maana sasa Yesu alipokufa pale msalabani, pazia likapasuka katikati. Hii ni ishara kwamba mlango wa neema uko wazi. Mwambie Mungu, mwambie kila ambacho umekosea. Mwambie Bwana Yesu yuko tayari kukusafisha kwa damu yake. Damu yake iko tayari kukusafisha. Usikae na dhambi. Maana mlango wa rehema ukifungwa mlango wa rehema, ukifungwa mlango wa rehema, hakuna nafasi tena. Wala damu ya Yesu haiwezi kuwa na nguvu. Wala damu ya Yesu kuwa na nguvu tena. Wewe ambaye ulikuwa muongo, acha uongo. Wewe ambaye ni mwasherati, acha uasherati. Wewe ambaye ni mzinzi, acha uzinzi. Wewe ambaye unafanya kila aina uovu, acha uovu mwelekee Bwana. Acha uovu mwelekee Bwana. Uwe mbele za Mungu. Mungu akikutazama, akuone una maisha safi mbele zake. Mungu akuone kweli na kujivunia. Ni nani mtoto wangu pale? Naye mtoto wangu pale ambaye ananipenda? Maana yeye anaona, yeye hafichi kwa chochote. Anakutaka leo na mimi tuweze kumwendea mbele za Mungu kwa moyo safi. Ndio maana Yesu anasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Kinyume na chake ni kwamba yule ambaye hana moyo safi, hakuna atakayemuona Mungu. Maana yeye Mungu ni wa kweli. Yeye aseme uongo, si mwanadamu. Wala yeye hahitaji kuwa na ustahili wote. Yeye ni Mungu, anataka tuwe na moyo msafi. Leo hii Mungu anataka matengenezo. Leo hii Mungu anataka matengenezo. Leo hii Mungu anataka matengenezo. Usifiche kitu chochote. Ukiondoka hapa leo hii, hakikisha unaondoka na moyo msafi mbele za Mungu. Kwa hiyo Daudi alitambua pamoja na kwamba alikuwa ni mfalme mbele za Bwana. Hata alipokuwa ameandika zile Zaburi nyingi, tunaona alimwendea mbele za Bwana pamoja na ubeba ubaya wote, chuki,
hakwenda mbele za Mungu kwa kubeba dhambi, chuki na ubaya wa aina yote. Alimwendea Mungu kwa moyo msafi. Katika kipengele hiki cha uchafu tunaona kwamba Mungu anajibu. Mungu hujibu kutoka kwenye moyo safi. Naona Mathayo 5:8 Yesu anasema, "Eli wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu." Kwa hiyo Mungu anatenda kazi katika maisha ya mtu mwenye moyo safi, katika maisha ya kila siku. Tusoma katika Zaburi ya 24 mstari wa 3 na 4. Zaburi ya 24 mstari wa 3 na 4 inasema, "Nani atakayepanda katika mlima wa Bwana?" Biblia inatuambia ni mtu yule mwenye mikono safi na moyo nyoofu. Ni mtu yule mwenye mikono safi, ni mtu yule mwenye moyo safi, ni mtu yule mwenye maisha ya utakaso. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Kwa njia nyingine, ni nani atakayekwenda kwenye maombi, atakayekwenda mbele za uwepo wa Mungu? Nani atakayekwenda upendo wa uwepo wa Mungu? Biblia inatufundisha ni mtu yule ambaye moyo wake umetakaswa, ni mtu yule ambaye amekubali kutakasa kwa damu ya Yesu, ni mtu yule ambaye moyo wake umeamua kunyenyekea na kusema, mimi nimekosea, maana kuja mbele. Neno la Mungu linasema ni nani atakayekwenda katika mlima wa Bwana? Bali ni mtu yule ambaye mwenye mikono safi na moyo nyoofu. Kwa hiyo ili kufika katika uwepo wa Mungu katika maombi, lazima moyo huo umesafishwa kwa toba na unyenyekevu. Lakini lingine tunajifunza kwamba moyo uliochafuka uziba njia ya maombi. Moyo uliochafuka uziba njia ya maombi. Moyo wote ambao umechafuka kwa dhambi uziba njia ya maombi. Kwa hivyo sasa tunapoendelea kuomba, maombi yetu yanakuwa kwa sababu njia imezibwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika ile Isaya 1:15 inasema, "Nanyi mkinyoosha mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Hata mkiongeza maombi, sitasikia mikono yenu imejaa damu." Bwana Yesu asifiwe. Hapa Yesu anaonyesha wazi kwamba maombi yanayotoka katika moyo mchafu, Mungu huwa hayasikilizi. Maombi haya huwa yanakataliwa. Hata kama Mungu anasikia, Mungu anaweza akasikia, lakini Mungu hawezi kuyatendea kazi maombi yanayotoka katika moyo wa mtu mchafu, moyo wa mtu uliojaa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakase mioyo yetu, tutakase mioyo yetu, tutakase moyo wetu, tutakase mioyo yetu. Lakini lingine, moyo uliojaa chuki na kutosamehe huwa maombi. Moyo uliojaa chuki na kutosamehe huwa maombi. Moyo uliojaa chuki na kutosamehe huwa maombi. Ukiangalia katika ile Marko 11 mstari wa 25 na 26 inasema, "Nani msimamapo muombapo, simameni kama mna neno juu ya mtu. Kama mna neno lolote, samaheni kama kuna neno lolote juu ya mtu, ili Baba yenu wa mbinguni aweze kuwasamehe makosa yenu." Kwa hiyo kutosamehe ni uchafu katika moyo unaozuia Mungu asiweze kukusikia. Kutokusamehe ni uchafu wa moyo ambao unazuia Mungu asiweze kukusikia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukurehemu, kuachia neema yake kwa mtu ambaye pia hataki kurehemu mtu mwingine. Mungu hawezi kurehemu mtu ambaye yeye huyo mtu hawezi kuachia neema nyingine. Kwa asili sisi ni wenye dhambi. Hakuna atakayesimama mbele za Mungu akasema mimi ni mkamilifu. Na ndio maana sasa tunakuja katika hali ya utakaso. Utakaso ni ule mchakato wa kufanyika kuwa wakamilifu. Pale ambapo tunakosea, tunajiangalia hapa tumekosea. Na sio kufanya dhambi za makusudi. Leo unatenda, unasomba msamaha, kesho unarudia, unaomba msamaha. Mchakato wa utakaso ni mchakato unaotufanya kuwa wakamilifu kila siku, kila saa. Hata kwa tumekosea, basi tunaenda mbele za Mungu na kuomba rehema zake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kiburi na majivuno huzuia uwepo wa Mungu. Yakobo 4:6 anasema, Mungu hawapiga wenye kiburi, bali huwapa rehema wale wanyenyekevu. Mungu anataka kuona moyo wa unyenyekevu. Anatamani tuwe na moyo. Tumejifunza kiburi kama sifa ya mtu mwenye maombi. Kiburi kama sifa ambayo Mungu hawezi kumsikia. Tumejifunza kwa undani sana kiburi kinachozuia maombi. Tumejifunza kuna habari ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini pia Mungu huangalia ndani, sio nje. Ukisoma katika Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa 7 anasema, kwa maana Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo. Mwanadamu huangalia uso wa nje, bali Bwana huangalia moyo. Bwana hajasukumwa na umbo la mtu. Bwana haangalii jinsi ya cheo cha mtu. Bwana haangalii huyu mtu ana cheo gani, huyu mtu ana hali gani. Mungu haangalii hivyo. Mungu anapotazama ni moyo unyenyekevu, moyo ambao uko tayari kupondeka, moyo ambao uko tayari kutubu, moyo ambao uko tayari kupokea maelekezo ya Bwana na kuyatii, moyo ambao hauko tayari kuyaocha maelekezo ya Mungu, yuko tayari kuyapokea na kuyatii. Ndio maana sasa katika ile Yohana 14 sura 20 nasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo Mungu haangalii kwa nje. Mungu anaangalia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Uchafu wa moyo ni adui wa maombi yenye nguvu. Maombi yana nguvu moyoni kama kuna dhambi zisizotubiwa. Dhambi zozote ambazo hazijatubiwa, maombi yako hayawezi kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wivu, kuna chuki, kuna majivuno, kuna majigambo, kuna vitu vyote vile ambavyo tumesoma katika ile Galatia 5:19. Matendo ya giza ni haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba kama nilivyowaambia tena nawaambia tena mapema, hakuna atakayeusi ufalme wa mbinguni haliona haya matendo na yanayofanana na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuhakikishe kwamba tunasafisha moyo wetu. Safishe moyo wetu. Safishe moyo wetu. Lakini sasa kukosa toba kunaleta ukavu wa kiroho. Kukosa toba kunaleta ukavu wa kiroho. Toba ni mlango wa utakaso na ni mlango wa maombi yenye nguvu. Bila toba ya kweli, maombi yetu na maisha yetu ya roho yanakauka. Yanaanza hatua, yanaanza hatua kidogo kidogo. Unaanza kusikia mkavu rohoni kwa sababu tu moyo wako umejaa dhambi. Kwa sababu moyo wako umejaa dhambi ambazo hazijatubiwa na dhambi ambazo bado unaendelea kuzitenda. Kwa hiyo maisha yako ya rohoni yanaanza kukauka. Hayakauki kwa siku moja, yanakauka hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku moyo wako unakuwa umekauka kabisa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na njia moja hapo tu ni kutubu mbele za Mungu. Ni kutubu mbele za Mungu. Biblia inatuambia mtu ambaye anaishi katika zile dhambi ambazo hazijatubiwa ni kama mtu mwenye chombo kisafi chenye maji masafi. Chombo kisafi chenye maji masafi anajaribu kwenda kumimina kwenye chombo ambacho kimetoboka. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maji hata atumie nguvu kiasi gani kumimina kwenye kile chombo, hakitajaa. Maji yatakwenda mwagika tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo moyo wa mwanadamu uliojaa dhambi. Ndivyo moyo wa mwanadamu hata atumie nguvu kiasi gani kule kuomba, maombi yake hawezi kuwa na matokeo. Maombi yake hawezi kupenya kwenda mbinguni na kufika kwenye kiti cha neema cha Bwana. Hayawezi kufika huko kwa sababu Mungu anapotazama anayaona ile maombi yamejaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo toba ndio njia pekee inayoturudisha sasa kwenye kutubu. Biblia inatuambia katika ile sura Matendo ya Mitume 3:19 anasema, basi tubuni mletee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kurudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na moyo wa toba siku ya leo. Tutoke kabisa, tutugeuke na kuacha nia mbaya na kumwelekea Bwana. Kisoma katika ile toba andiko nzuri sana kwa watu wanalisoma mara kwa mara, na Nyakati wa Pili 7:14 anasema, ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watanyenyekeza na kuacha njia mbaya na kunitafuta na kuomba, ndipo nitasikia toka juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuache njia mbaya, tugeuke. Kwa hiyo leo tunahimizwa sasa kuweza kugeuka. Petro anaonyesha kuwa toba inaleta uhai wa kiroho tena. Uhai wa kiroho ndio ule sasa kurudishwa, ili sije na kati za kurudishwa kwake Bwana. Kisoma Matendo ile 3:19 inatuambia hivyo. Lakini dhambi isiyotubiwa inaziba njia ya maombi. Dhambi isiyotubiwa inaziba njia ya maombi.
Kwa dhambi yote isiyotobiwa inabaki kama kizuizi cha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi yote isiyotobiwa inabaki kama kizuizi cha maombi. Haiwezi kuondoka wala haiwezi kufutika, kwa sababu Mungu hawezi kujibu wala hawezi kusamehe mtu ambaye haiko tayari kutubu wala kuona kwamba amekosea. Biblia inatuambia katika Misali 28:13, yeye asikie dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asikie na kuziacha atapata rehema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuficha dhambi ni chanzo cha wokovu kwa kiroho. Usifiche dhambi ndugu. Usifiche dhambi. Mwambie Bwana, yuko tayari kukusamehe. Mwambie ni rafiki yako yeye. Yeye ameishi duniani, anajua jinsi ambavyo maisha, anajua kuwa na hasira, anajua katika maisha yote na majaribu yote duniani. Alijaribiwa katika namna zote. Ijapokuwa Biblia inatuambia kutenda dhambi. Mwendee yeye, usimfiche. Damu yake ya neema ipo pale kwa ajili ya kukusaidia. Na kuhakikisha utapomwendea kwa moyo mmoja, Mungu atakupa neema. Atakupa neema ya kushinda dhambi. Atakupa neema ya kuishi maisha matakatifu. Atakupa neema hata pale ambapo ulikuwa uwezi, utashangaa unanyanyuka. Utaanza tena safari tena ya kuishi maisha ya ushindi. Hata wewe utajishangaa, kile kilikuwa kinanishinda mbona leo naweza? Si kwa sababu ya wewe. Biblia inatuambia kwamba maisha matakatifu si matunda ya kazi yako mwenyewe ya kuomba au ya kutubu. Ni matokeo ya wewe kuruhusu ili neema ya Bwana iweze kufanya kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo matokeo ya mabadiliko ya wewe ya kutoka katika mtu ambaye alikuwa ni mtu wa dhambi na kwenda kuishi maisha matakatifu, haya ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu. Yeye yuko tayari kukusikia. Anapoona tu umechukua hatua ya kutubu, yeye anaingilia kati, anakupa maisha ya ushindi, ambayo maisha ya ushindi hayatokani na bidii ya matendo yako pekee. Hayatokani na bidii ya matendo yako pekee. Kornelio alikuwa ni mtu ambaye katika matendo alikuwa anasifika kwamba yeye alikuwa na matendo mema, akitoa sadaka na nini na kila kitu kwa ajili ya watu yatima na wengine na wajane akiwasaidia. Lakini bado Mungu alituma ujumbe akamwambia, imekupasa kutenda neno jambo moja tu. Na ndipo akapokea neema ya wokovu na kutubu, na neema ya Bwana ikakaa ndani yake, yeye pamoja na nyumba yake yote. Usiruhusu moyo wako ukawa pango la wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo unaona Yesu alipoingia hekaluni, akakuta nyumba ya Bwana mle ndani wamejaa wanyang'anyi, wapangaji na wahalifu. Katika nyumba ni sawa sana moyo wako wewe. Kama moyo umejaa dhambi, hauna tofauti na ile tukio ambalo Yesu alipofika hekaluni, akakuta nyumba ya Bwana imegeuza kuwa pango la wanyang'anyi. Nyumba ya Bwana imegeuza kuwa sehemu ya biashara. Nyumba ya Bwana imekuwa tena sio sehemu ya maombi, bali sehemu nyingine. Moyo wako ni kama Roho Mtakatifu. Moyo wako ni chumba cha Bwana kupokea hali ya maombi. Moyo wako ni sehemu ya ibada. Moyo wako unatakiwa kuwa na maisha safi. Moyo wako ni sehemu takatifu. Bwana anakaa ndani yako na Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kinipenda mtazishika amri zangu. Biblia inatuambia, Yesu anasema, mimi na Baba atawapenda. Mimi na Baba tutakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Baba, Bwana Yesu na Roho Mtakatifu hanakaa ndani yako. Uwepo wa Mungu unakuwa na wewe kila wakati. Lakini tunapokuwa na moyo mchafu, Mungu hawezi kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia ule mfano wa mwana mpotevu, namna toba ilivyorejesha ushirika. Ukisoma katika Luka 15 mstari wa 11 na 24, tunaona mwana mpotevu wakati anaondoka, ni ishara ya kuonesha toba ya kweli alipokuwa amerejea. Wakati anaondoka alikuwa anaonekana mwilini hana nguvu, mwilini ukimtazama yuko vizuri. Wakati anaondoka kwa baba yake anasema, Baba, nipe sehemu ya urithi wangu. Kwa wakati anaondoka pale alikuwa anaonekana ni watu wakimtazama anaonekana ni Mkristo safi. Watu wakimtazama wanaona ni mtu wa maombi. Watu wakimtazama wanaona kama ni mtu anaishi maisha matakatifu. Lakini rohoni hakuwa hivyo. Rohoni hakuwa hivyo. Lakini alipofika kule alipotambua kwamba mimi nimekosa, akasema hapana, nitatengeneza.